Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, anza siku na Bwana kwa neno na maombi. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Neno letu la leo tarehe 12 Machi 2026 linatoka katika kitabu cha Waefeso mlango wa 1 mstari wa 7, nalo linasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Mpendwa, jifunze, ukombozi wetu upo kwa Yesu Kristo. Jifunze pia, Yesu Kristo anasamehe dhambi. Mpendwa, je, wewe unajua kuwa damu ya Yesu ndio njia pekee ya wokovu? Je, wewe umesamehewa dhambi? Tafakari. Mpendwa, Yesu Kristo ndiye chanzo cha ukombozi wetu. Tumekombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti kupitia Yesu peke yake. Mpendwa, damu ya Yesu ndiyo bei ya ukombozi wetu. Kifo chake kilikuwa dhabihu kamilifu iliyolipa deni la dhambi zetu, kama ilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 1 mstari wa 18 mpaka 19, kwamba tumekombolewa kwa damu ya thamani ya Kristo. Kupitia kwake tunapata msamaha wa dhambi. Mungu hatusamehi dhambi kwa sababu sisi ni wazuri, bali kwa sababu ya neema yake iliyoonyeshwa kupitia damu ya Yesu. Mpendwa, hakuna dhambi kubwa mno ambayo haiwezi kusamehewa ikiwa mtu utatubu na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu atakusamehe dhambi zako zote na kukupa uzima wa milele. Ukombozi huu ni zawadi, sio matokeo ya juhudi binafsi. Tunapokea kwa imani, si kwa matendo, kama ishara ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Neno letu la rejelea linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 130 mstari wa 3 na wa 4, nalo linasema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Omba sala hii: Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninatubu kwako, nimefungua moyo wangu, ingia ndani yangu sasa. Nami ninakukiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Mpendwa, ikiwa umeomba sala hii kwa imani, sasa umeokoka. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Uwe na Alhamis njema. Ni mimi mwalimu Joyce Yona Makala. Amina.